Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Azzamallahu ujurana wa ujurakum bimuswabi Abi Abdillah. Kwa nini tuamlilia al-Imam al-Hussein? Tumeyapata wapi? Je, ni uzushi kama wanavyodai watu, ama ni watu hawajui, au ni watu hawana elimu? Jibu ni kwa maana kwamba watu hawana elimu ya haya. Ndio maana wanawalaumu watu wanapokaa vikao kumlilia al-Imam al-Hussein. Ibn Kathir katika kitabu chake Al-Bidayah wa Nihaya anapokea hadithi kutoka kwa Abdullah, naye kutoka kwa an abihi, kwamba walikwenda pamoja na Imamu Ali katika vita Siffin, akapita katika sehemu ambayo inaitwa Nainawa. Baada ya kufika sehemu hiyo, Imamu Ali akasema, akaita kwa sauti, akamwambia isbiru ya Abu Abdillah, isbiru ya Abu Abdillah bi shatti al-Furat. Akawa anamwashiria Imamu Hussein kwamba subiri ewe Abu Abdillah, subiri ewe Abu Abdillah, katika pembezoni mwa Furati. Qultu, mpokeza akasema, nikasema wa madha, kuna nini? Yani akamwambia Ali, kuna nini, mbona unamwambia Hussein hivyo? Qala, akasema dakhaltu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ali dhata yawmin, siku moja niliingia kwa bwana mtume, wa ainahu tafidhan, na macho yake yakawa yanatoa machozi. Qultu, nikasema ya nabii Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, aghadhabaka ahadan, je, kuna mtu yoyote ambaye amekuudhi, amekukasirisha? Riwaya inasema akawa Imam Ali anamwambia, wa ma sha'anuka ainaika tafidhan au ainaka tafidhan, kwa nini mbona macho yako yanatoa machozi? Qala, mtume akasema, bal qama baina indi Jibril, qama min indi Jibril, sasa hivi Jibril amenijia, fahaddathani anna al-Husaina yuqtalu bi shatti al-Furat, akanihadithia kwamba Husaini atauliwa katika pembezoni mwa Furat. Qala, mtume akasema, Imam Ali akasema, faqala hal laka an ushammaka min turbati, yani mtume akasema kwamba Jibrili akamwambia, akamuuliza mtume, je, nikupe udongo, yani kama vile ushahidi, nikupe udongo ambao atauliwa mjukuu wako? Qultu na'am, mtume akasema ndiyo. Famadda yadahu faqabadha qabdhatan min turab fa'ataniha, Jibrili akakunjua mbawa zake, akachukua udongo wa Karbala, kisha akanipa mimi. Falam amliku aini an fadhata, macho yangu yakawa hayakuweza kuvumilia, yakatoa machozi. Huyu ni nani? Ni bwana mtume anamlilia nani? Hussein. Wewe unasema kwamba hili jambo halifai, mtume anamlilia Hussein. Hapo hajafa, kapata habari tu. Hebu jiulize, angelikuwepo mtume siku ile angefanyaje? Angelia au singelia? Tuseme kwamba zama zile mtume angelikuwepo, akawa yuko Madina, akapata habari mjukuu wake kauliwa, angefurahia? Lazima angelia, angehuzunika. Sasa sisi tunakaa kumhuzunikia mjukuu wa mtume na kulaani yale ambayo yamefanywa kule na wale watu. Watu wanamuua mjukuu wa mtume kisha wanapiga takbira, yani wanamkata kichwa mjukuu wa mtume kisha wanapiga takbira, Allahu Akbar. Huo ulikuwa ndio Uislamu. Sasa hawa mnaowaona leo wanaanza kuzungumza mitandaoni huko kwa kuwalaumu Waislamu wanaofanya mambo haya, hawa ndio wanawatetea wale waliofanya mambo kama haya. Kwa hivyo muamke Waislamu kwamba mtume ndio mtu wa kwanza alianza kumlilia nani? Kumlilia al-Imam al-Hussein,
na Ali vile vile alilia kwa alimamu al-Hussein.